Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bado ulimwengu una nafasi kubwa sana ya kuendelea kutupa funzo na somo kubwa sana katika haya maisha ambayo tumekuwa tukiyaishi na utafutaji wa kila siku. Na kwa nini nasema hivi? Najua pengine naposema hivi bado hunielewi, lakini utanielewa tu huko mbele na utaelewa kwa nini nakwambia hivi. Jambo kubwa ambalo namaanisha hapa ni juu ya maneno yale ya wahenga ambayo yameshawahi kuzungumzwa sana, na wakati mwingine yakiwa na maana kubwa sana na nyeti katika ulimwengu huu ambao sisi tunauishi, yani ulimwengu wa karne ya 21. Moja kati ya kauli kubwa ambayo imeendelea kuzungumzwa na ikiwa na maana kubwa sana ni kwamba usimdharau mtu usiyemjua, yani usimdharau yule mtu ambaye wewe humfahamu. Lakini pia wahenga wakaenda mbali zaidi, wakasema ya kwamba mzaha hutumbua usaha, yani kupotezea vitu, yani kudharau kitu wakati mwingine inapelekea athari mbaya na athari kubwa sana. Na hapa sina maana mbaya mtazamaji, na wala sina maana ya kukebehi wala kumtia mtu doha wala kumvunja mtu moyo, hapana. Nachomaanisha ni dhamiri ya wazi juu ya mafunzo ambayo tunapata kila siku na kila sekunde na kila dakika ambayo inajiri ulimwenguni. Na hapa naenda moja kwa moja kwenye habari hii nyeti ambayo naenda kuitoa sasa hivi, ambayo nakwenda kukupatia sasa hivi mtazamaji, ambayo nakwenda kukupa funzo kubwa sana katika haya maisha ya karne ya 21. Kuna wakati unaweza ukadharau kauli tu ya mtu ambayo amekwambia. Huenda akakwambia kwamba usisimame pale, utaangamia. Mwingine akakwambia kwamba wewe saa 12 jioni haufiki, umekwisha. Na mwingine akakwambia kwamba maisha yako yapo kwenye tundu la sindano. Yaani maneno yote haya hayana nia mbaya ama hayana dhamira ambayo iko nje ya hiki ambacho tunakwenda kukizungumza sasa hivi. Lakini jambo kubwa ni kwamba kauli zote hizi zina maana kubwa na wakati mwingine zinabeba maisha ya mtu. Kama unakumbuka vizuri, jeshi la Israeli likishirikiana na Marekani hivi karibuni lilitoa maangalizo makubwa sana kwa jeshi la Irani, lakini pia na utawala mzima wa Irani, ambapo mara kadhaa waziri wa ulinzi wa Israeli bwana Israel Katz ameshawahi kuzungumza mara nyingi sana, na akitoa akielezea wazi kwa vithibitisho, wakati mwingine akisema kwamba Wairani mmeangamia, Wairani mtateketea, Wairani mtapukutika kama kuku, na akisema ya kwamba Israeli kupitia majeshi yake IDF, kupitia vikosi vyake vya ujasusi Mossad, vimepandikiza majasusi ndani ya Irani, vimepandikiza maajenti wake watu wake, maafisa wake ndani ya Irani, ndani ya jeshi la IRGC, ndani ya utawala wa Irani. Hii ni mara kadhaa, na kuthibitisha hilo wamekuwa wakitoa matamko ambayo baadaye yake huwa yanatokea kweli mara kadhaa. Kama mnakumbuka, kabla ya kifo cha Ayatollah Said Ali Khamenei tarehe 28 mwezi Februari mwaka huu 2026, jeshi la Israeli IDF lilitoa kauli likisema ya kwamba tumemweka shabaha kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Said Ali Khamenei. Lakini jeshi la Irani IRGC pamoja na intelijensia nzima kuu ya Irani ilipuuzia kauli ya Israeli na Marekani, wakisema ya kwamba wao hawaogopi kifo, wao ni watu ambao wanamtumai sana Mwenyezi Mungu, kwa hivyo hata wakimshambulia haitokuwa na maana kwao. Na hii ilikuwa kama nafasi kwa Israeli. Masaa machache kabla ya kifo cha Ayatollah Said Ali Khamenei, afisa mmoja wa jeshi la Israeli alisimama akasema kiongozi mkuu wa Irani yupo kwenye makazi yake hivi sasa, yupo mjini Tehran katika ofisi yake, na hapa muda sio mrefu Ayatollah anakwenda kuangamia, anakwenda kufariki dunia. Baada ya muda kadhaa, baada ya masaa mawili kukatika na dakika kadhaa, Marekani ilitangaza kumwangamiza kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Said Ali Khamenei. Ilitoa kauli yake ikisema kwamba tayari imeshalipua na kumuua kiongozi mkuu wa Irani.
Watu hawakuamini na watu hawakusikia maneno ya Marekani, wakiamini kwamba ni propaganda. Lakini baadaye jeshi la Israel IDF na waziri wake wa ulinzi Israel Katz alitangaza pia kuuawa kwa kiongozi mkuu Ayatollah Said Ali Khamenei. Watu pia wakapuuzia, na ndio baadaye jeshi la Irani IRGC kupitia utawala wa Irani ukatangaza kifo cha Ayatollah Said Ali Khamenei. Hapa nina maana gani? Hapa nina maana ya kwamba kuna wakati tahadhari, kuna wakati onyo linapotokea, unapaswa kujitathmini, unapaswa kujikagua. Huenda kwenye koti lako lilovaa, huenda kwenye nyumba yako unayoishi, huenda kwenye ofisi yako, huenda ndani ya nyumba yako, huenda wewe na mke wako ndio ambao munaangamizana wenyewe kwa wenyewe. Na hii ina maana kubwa sana kwa Irani hivi sasa, na isipojiangalia basi kuna mambo makubwa sana ambayo Irani yanakwenda kutokea, na hii sio kwa nia mbaya, bali ni kwa kuipa tahadhari Irani. Kama unakumbuka vyema mtazamaji, hivi karibuni viongozi kadhaa wa Irani tayari wamekwisha angamia, akiwemo nyenzo muhimu kabisa na nyenzo kuu za ulinzi na usalama wa taifa la Irani, ambao wa kwanza kabisa alikuwa ni mkuu wa usalama wa taifa Bwana Ali Larijani, ameangamia. Lakini wa pili amekuwa ni kiongozi mkuu wa intelijensia ambaye alikuwa ni waziri wa intelijensia. Wote hawa wana nyenzo muhimu ndani ya Irani. Sasa hivi leo taarifa kubwa ambayo imetanda Irani na taarifa ya majonzi Irani ni juu ya kifo cha msemaji wa jeshi la IRGC. Kama umekuwa ukishuhudia kila kukicha, kila siku ama kila dakika, Irani inapokuwa imefanya mashambulizi ama imefanya shabaha ama imetoa tamko la onyo ama tamko la kumwogopesha adui, yani Marekani na Israeli. Sasa zile kauli zote ambazo jeshi la IRGC zimekuwa zikitoa ni kauli ambazo zimekuwa zikiandaliwa na kutolewa na huyu bwana msemaji wa jeshi la Irani IRGC, yani Bwana Ali Mohammed Naini. Wakati mwingine pia zikisomwa na kuzungumzwa na msaidizi wake ambaye alikuwa ni Bwana Zulfakhari. Sasa anayeandaa taarifa hizo alikuwa ni huyu ambaye ni msemaji mkuu wa jeshi la IRGC Bwana Ali Mohammed Naini. Na taarifa za hivi leo ni kwamba jeshi la Israel IDF limetangaza mapema kumuua kiongozi mkuu wa usemaji, yani msemaji mkuu wa jeshi la IRGC walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Bwana Ali Mohammed Naini. Na hii taarifa ilikuwa ikipuuzwa, na taarifa ambayo ilikuwa ikizaniwa kwamba si ya kweli. Jeshi la Israel IDF likasema ya kwamba, na hapa la nukuu taarifa yao ambayo ilitolewa, jeshi la Israeli IDF linatoa taarifa ya shangwe ama ya sherehe kwa Irani, kwa utawala usiotambulika wa Irani, kuwa limetekeleza shambulizi kubwa la kumwangamiza, kumuua kiongozi mkuu na nyenzo muhimu, yani msemaji wa vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Ali Mohammed Naini. Na hili ni shambulizi la usiku wa manane ambalo lilifanyika katika makazi yake kufuatia ujasusi mkubwa ambao umeendelea kufanywa kama operesheni ya jeshi la Israel IDF na majasusi wake, yani Mossad. Ujasusi ambao umeendelea kufanywa kwa level za hali ya juu, umeendelea kufanywa kwa kuhusisha maafisa wa ndani ya Irani. Bwana Naini ameuawa kwani amekuwa ni nyenzo muhimu kwa Irani, amekuwa akisambaza taarifa za udhalimu, amekuwa akisambaza taarifa za ugaidi na propaganda. Sasa katika taarifa hiyo ambayo imetolewa na jeshi la Israel IDF kupitia kamanda wake mkuu, ambayo inaeleza kwamba imemuua, kama ambayo inaeleza kwamba kwa kile imesema imemuua kiongozi mkubwa wa kijeshi nchini Irani, na hivyo kudhoofisha utawala mzima na mfumo mzima wa kijeshi wa Irani, ambapo jeshi hili la Israeli limesema kwamba kiongozi huyo alikuwa ni muhimili mkubwa kwa masuala ya kijeshi na tishio Mashariki ya Kati. Na kufuatia hilo ambalo Israeli limesema na matambo yake juu ya kumua kiongozi huyu, pia imesema kwamba itaendeleza kuangamiza viongozi wakubwa wa Irani ambao wamekuwa wakiwa kama tishio kwa Israeli na Marekani, na kusema kwamba bado wana majasusi wa kutosha pale Irani, wana watu wao ambao wapo ndani yao wao wenyewe wa Irani bila wao wenyewe kuwatambua. Kwa hivyo basi hapa Israeli na Marekani si kwa ubaya, bali ni kwa wema kabisa, kwa tahadhari wa Irani
wataangamia wasipojichunguza, wasipojiangalia ni nani na nani anafanya nini wakati gani. Yani hapa wana kazi kubwa sana, wana kazi ya ziada ili kuweza kujua ni nani ambaye wanakula naye sahani moja, wanafurahi naye, pia wanakuwa naye kila wakati, na ndiye ambaye anawaangamiza, na ndiye ambaye anawachoma. Na hawa ni watu ambao wamekuwa wakiwa nao katika zile nyakati ngumu na nyakati nyepesi pia. Tena ni watu ambao wamekuwa wakionyesha furaha wakati huu ambao wao wanapambana, lakini wamekuwa wakiwapa kisogo katika yale mambo ambayo wamekuwa wakiyapanga kuyafanya na kuyatekeleza ndani ya Irani, lakini pia na hata nje ya Irani. Sasa kufuatia taarifa hiyo ya jeshi la Israel IDF, Irani imethibitisha kauli hii, imethibitisha mauaji ya kiongozi mkuu na msemaji wa kijeshi, yaani jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, ambaye alikuwa akihudumu nchini Irani, ambaye alikuwa nyenzo muhimu katika kutoa taarifa za kijeshi kwa maadui, yaani Marekani na Israeli. Na mamlaka za Irani kupitia television ya taifa ya Irani imetangaza rasmi kifo cha msemaji wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, Ali Mohammadi Naini. Je, ni funzo gani hapa unalipata katika maisha ya sasa na ulimwengu huu wa karne ya 21 juu ya watu ambao wamekuwa wakituzunguka, na juu ya kuamini kila mmoja ambaye tupo naye, na juu ya kumchukulia poa yule ambaye amekuwa akitupatia maonyo na tahadhari, na juu ya kutodharau mwiba kabla ya kuota tende? Na je, Irani ikiendelea kudharau yale ambayo Israeli wanayafanya, wanayasema kuwa wana majasusi wao katika miongoni mwao, ndio itakuwa mwanzo wa kutamatika kwa utawala wa Irani, na ndio utakuwa mwanzo wa kupukutika kwa viongozi wakubwa wa Irani. Mimi naitwa Chifu Mkuu wa Itifaki, na hii hapa ni Huhoma TV. Nikushukuru sana kwa kuwa na sisi kwa wakati huu hapa, ukijipatia taarifa nyeti na taarifa kubwa kutokea Mashariki ya Kati, vita baina ya Irani na Marekani. Tukutane wakati mwingine. Bye bye kwa sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.